Ninakusalimu popote ulipo mpenzi mtazamaji wa hichi kituo, hujambo? Karibu sana ili ni wachanganulie yale ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba uweze kujiunga na ukumbi huu kwa kupiga subscription. Kaka yake mwenyekiti wa chama cha Chadema ambaye ni Tundu Lissu aliyekamatwa na hii serikali batili na kuchongewa kesi ya uhaini, ameweza kuzungumzia taarifa kwamba kaka yake amekataa ombi la serikali kwamba wamtoe kwa jela, wafute ile kesi ambayo amewekewa, kesi za uhaini, lakini kwa masharti. Eti akifunguliwa akija hapa nje ashone mdomo, akimie, asije akatoa serikali ya Samia ambayo ni batili makosa, au aweze kuigura Tanzania, aigure Tanzania, yani kuhama, aende nchi nyingine, aende akae pale. Lakini kaka yake anasema kwamba ndio kuna hizo tetezi ambazo zinaenezwa na Chama cha Mapinduzi CCM, ndio aweze akathibitisha, lakini amesema kwamba msimamo wa ndugu yake hawezi akakubali kuiama Tanzania au kipenda kuiama Tanganyika kwa masharti. Unajua, Tundu Lissu ni mwanasheria. Ingekuwa ni watu wengine wangekuwa wamekubali masharti hayo, na unaelewa kesi ya uhaini ni kesi kubwa sana katika ardhi ya Tanzania, na matokeo yake ni kunyongwa endapo utapatikana na makosa. Lakini Lissu amekataa kushawishika. Amesema kwamba atajipambania mpaka mwisho. Ukiona Lissu akikataa kushawishika, yeye ni mwanasheria, yeye ni msomi, anamshinda Samia kisomo, anaelewa kwamba hana kosa, ni heri aipiganie Tanzania. Ndiposa viongozi hawa wasije wakajishaua kwamba wanaweza wakakukamata, wakakuundia kesi za mchongo, wakakulazimisha upige magoti na wakutoe kwa masharti, eti usipige serikali msasa. Ambia hii serikali kwamba kuna katiba ambayo inaruhusu uwepo wa demokrasia, na demokrasia lazima pawepo na viongozi wa upinzani na wananchi ambao wako na maoni tofauti na yale ambayo serikali iko nayo. Ndugu mwandishi, na mimi nilisikia hizo tetesi. Nilisikia tetesi
kwamba alichukuliwa akapelekwa mahali fulani, wakaenda wakafanya mjadala kwamba watamtoa, lakini kwa masharti ya kwamba kwanza sharti kwamba akitoka huku nje afunge mdomo, asizungumze tena, au kama haitawezekana basi akitolewa afanye nini, atoke nje ya nchi, ahame. Na mimi nimelisikia jambo hilo, lakini siwezi kudhibitisha, na kwa kweli nimezungumza na huyu ndugu yangu, hatujazungumzia jambo hilo, hajanidokeza jambo hilo, na ingawaje najua msimamo wake, ingawaje najua msimamo wake. Msimamo wake ni upi? Msimamo wa namna gani? Kwamba atolewe kwa masharti, maridhiano. Wakati mwingine sio masharti, wanasema maridhiano. Huyu ameshtakiwa kwa kosa kubwa la uhaini, na waliomshtaki ni jamhuri, ni serikali, wenyewe ndio wamemshtaki, na kesi inaendelea mahakamani, imekwama mahakamani kama ambavyo nasema, kama ambavyo tunajua. Sasa kwa hivyo wewe mshtakiwa utapewaje masharti kwamba tutafuta kesi, lakini ukitoka funga mdomo wako, au ukitoka hama nchi? Unahama nchi ile unaita nini, ile kitovu cha yule bwana kiko Tanzania, unapomwambia ahame nchi aende wapi? Maki ni Mtanzania. Tumeanza kufikiria ingekuwa huyu Tundu ni ametoka kwenye makabila pembezoni mwa Tanzania, wapi huko Masai au huko nini, huko Kigoma, wangeshamwambia wewe sio nini, wewe sio raia wa Tanzania, kwa hiyo wanafuta uraia. Bahati nzuri kazaliwa katikati ya Tanzania, na na wazazi wake na ndugu zake wanajulikana, kwa hiyo angalao kisingizio hicho hamna. Karibu sana ndugu watazamaji, tuendelee na mazungumzo yetu. Hapa ndipo tunazungumza ya ukweli, na niliwaambia kwamba hakuna kituo kingine mahala ambapo unaweza ukapata taarifa ambazo ni za utendeti. Kumbuka kwamba ndani ya Tanzania, taifa letu, vyombo vya habari havina uhuru. Yaweza ikawa kwamba hatupo ndani ya Tanzania, lakini hiyo haiwezi katuzuia tusimulike serikali. Ndio maana tumeweza kuunda hichi kituo kwa minajili ya kuzungumza ukweli. Kwa hivyo jiunge na hichi kituo kwa kupiga subscription, bonyeza kengele, sambaza kanda zetu, sambaza linki ili watu wengi wajiunge na ukumbi wetu. Hapa ndipo tunaendelea kuzungumza ukweli. Wacha nikuulize wewe mpenzi mtazamaji, utalazimishwa eti kwamba uiame Tanzania kwa sababu kuna mtu ambaye yuko mamlakani kinyume na sheria, ndiposo uweze kuondolewa makosa ambayo umepangiwa ya uhaini? Utakubali? Lissu, ikiwa maneno haya ambayo yanasemwa kwamba alikataa ombi la serikali kwamba wamtoe ndani baada ya bunge la Ulaya kupea Samia makataa kwamba wamtoe Lissu kwa jela, na ndio maana hujaona kesi ya Lissu ikirejeshwa mahakamani kusikilizwa upya. Kwa nini? Serikali inajaribu kumpembeleza iwezavyo. Hizo ni taarifa za kuaminika. Kando na haya ambayo ndugu ya Lissu ameyazungumza,
serikali inajaribu kumpembeleza ndugu Lissu ili wamuondoe kwa masharti, ila Lissu amesema kwamba kama Tanzania au kipenda Tanganyika iliweza kujipigania mpaka ikajipatia ukombozi, naye basi atajipigania mpaka ajipatie uhuru. Ili ni funzo kwa Watanzania kwamba hauwezi ukanunua uraia. Unajua Lissu angekubali kwa masharti kwamba atolewe kwa jela, akuje hapa nje atulie, asipige serikali msasa, ni kumaanisha kwamba wangeandikishiana na serikali na atie sahihi, ndiposa aweze kuondolewa kwa jela. Atie sahihi kwamba akija hapa nje asipige serikali msasa, asiimulike serikali, na hata aweza kukimbia nchi maybe mpaka kipindi ambapo Samia atamaliza uongozi. Lakini kutokana na yale mapenzi ambayo Lissu yupo nayo, amekataa. Amesema kwamba huo ni upuzi bana. Huyu ni kiongozi mzuri, tunapaswa kuiga mfano wa Lissu, kwa sababu hii nchi yetu inatawalwa kimabavu. Mumeona mpaka dini ya Katoliki inapigwa vita kwa kusimama na msimamo dhabiti. Mara wameanza kusema kwamba dini Katoliki ipo kwa chama cha Chadema kwa sababu wanapiga serikali msasa, wanasema ukweli. Endapo Lissu angekubali, unajua, aondolewe kwa masharti, angekuwa amewasaliti wananchi. Lakini kutokana na kwamba Lissu yuko na mapenzi mema kwa wananchi, amesema kwamba ni heri hata aendelee kusalia kwa jela, ili mradi tu Tanzania udikteta uishe. Kwa sababu angekubali ajiondoe au aondolewe kwa jela kwa masharti, angeua demokrasia. Serikali ingejipatia uhuru na ingejishaua kwamba wanaweza watawala raia, wakawatawala raia kwa mabavu, hata kuwakamata raia ambao wanajaribu kupinga serikali yale ambayo wanafanya. Na utakapo taka kuondoka kwa jela, watakupea masharti. Huu ni mfano mzuri. Ninajua kwamba ndani ya Tanzania hatuna mahakama ambazo zipo huru. Mahakama hizi zinafanya kazi na serikali, na ndio maana unaona mahakama ziliweza kukubali kusikiliza kesi ya uhaini ya mchongo kwa Lissu. Ingekuwa ni mahakama ambazo zinajisimamia, wangesikiliza ile kesi ya Lissu, waamue mapema kwamba Lissu hana makosa, angekuwa ametolewa. Lakini mahakama ziko kitandani, mahakama zimeoana na zinafanya mapenzi na hii serikali batili. Tuendelee kumwombea Lissu, tuendelee kumweka Lissu kwenye maombi, kwa sababu Lissu ameonyesha mfano bora kwamba si lazima tuweze kuuziwa uoga, sio lazima tuweze kununua uraia wa Tanzania. Tunapigana
Tupatane kwa kanda ijayo. Mimi ni Bwana Ezra.